Kwa kweli mimi Mungu namshukuru Mungu wa hii madhabahu, ananitendea na anatendea familia ya mamangu. Mimi nakumbuka wifi yangu alijifungua kwa operation, akarudishwa nyumbani, alikuwa anaongea vizuri, akamaliza wiki 1.5, akapata kigugumizi, kidonda ikakataa kukauka. Akapata kigugumizi. Akawa aongei kabisa. Aongei kabisa. Na kidonda inakataa kukauka. Tukampeleka hospitalini, anapakwa tu dawa lakini haongei tu bado. Nikamleta mimi, nikampeleka Ndurumeti mwenyewe, wakamwangalia tu kwa macho, wakaniambia, yani kamwangalia kwa macho. Wakasema Sendiani dakika 0 huyu utamkosa. Ulitaka kumwangalia na nini jamani? Alikuwa hawezi kuongea. Yaani wamemwangalia tu hivyo. Akamwambia mkimbize, ngoja tumuite ambulance ampeleke hospitalini maana huyu anakufa. Nikamwambia hata kufa maana namwamini Mungu. Akaniambia hata na sisi tunamwamini Mungu lakini huyu yuko hali mbaya. Mimi nikanyamaza kimya. Nikamwambia Mungu sitaenda Oseliani. Sitaenda Oseliani. Nimekaa tu hivi. Nikanyemelea kadi, nikamwambia tembea nje. Ukanyemelea kadi? Umefanyaje? Yaani nimekaa nikamwambia jifunike hivi alafu unamwambia nakula mazoezi alafu beba kadi, mimi nitatoka hospitalini, tutaingia toyo, tutaondoka. Akatoka na yeye, huyo daktari akawa anamfuatafuata, usiondoke, simama usiende mbali. Akamwambia nakula mazoezi, natembea siendi mahali. Na mimi nikatoka najifanya nambembeleza huyo mtoto, natembea. Nikaita pikipiki, nikatembea. Nikaondoka. Nikaondoka na pikipiki. Nilipokaa hiyo siku, nikanyanyuka nikaenda tena hospitali nyingine hapo Ngaramtoni. Nilipofika hapo akapimwa kila kitu, wakasema hamna ugonjwa yoyote, lakini hela tu inaenda. Akasema ni mawazo. Nikasema shindo. Nikanyanyuka tu kwa hospitalini, nikaja mpaka hapa. Ukakimbia mpaka hapa. Yaani nilikuwa sina hata sadaka. Huna hata sadaka. Sina hata 50 hata ya sadaka. Nikamwambia wewe twende tu. Tukaja kanisani, tangia ile siku sasa akaja hapa mbele. Nikakwambia baba muombe, ukasema hujarizika. Ngoja tu nikakwambia sijarizika. Nikamwambia hujarizika na maombi. Nikakwambia baba nisaidie, nimechoka eti baba. Nikawa sasa nalia. Ukamwombea sasa, ukaombea hiyo kidonda. Tuliporudi tu nyumbani akaanza kuongea. Na alikuwa ongei. Kabisa. Wako wapi watoto wanaompa Yesu makofi? Wako wapi watoto wanaompa Yesu makofi? Alikuwa anaongea kigumizi. Alikuwa anasema ukimwambia fulani ukimuuliza kitu anasema maana ilikuwa anataka kuja kumnyang'anya kakaangu mamake. Akasema kama mmemshindwa nipeni. Nikamwambia mamangu hatumpi, lete mimi nikapambana. Hawa ndio watu wanabeba makwao. Hawa ndio wadada ambao wana uchungu na kwao. Nikamwambia mamangu tena dakika 0 nakuja. Nikaenda tu kuomba ruhusa kazini. Unaenda kumchukua huyu, hawatamchukua. Kwa saa 5. Nikaenda saa 5 mchana. Nikatafuta usafiri nyumbani mpaka huko Donyo Sambu. Nikakuta ameshafalishwa nguo. Huyo alikuwa anakataa kuja. Nikamwambia tutaenda. Huyo shetani aliyekufunga mimi nikampeleka. Nikamwambia mamake kama ni kifo si atakufa tu mkononi mwako, acha akafe madhabahuni. Ndio nilivyomwambia hivi. Ninakutamkia hakuna kitakachokufa. Amina. Na alishafanywa operation. Lakini namshukuru Mungu nilivyomleta kina Rafa wanamwombea. Namshukuru sana Mungu, kina Rafa kina Baraka wakawa wanamtembelea nyumbani wanamwombea. Kakaangu sasa alipoona anaongea akaniambia mdogo wangu, yaani huyo mchungaji wako ngoja nitafute kitu, si hata rudi nyumbani kabla sijampelekea chochote huyo mchungaji, maana Mungu wako kweli amefanya. Mdogo wako kakaka anakuambia mke wake sasa, maana alikuwa ampigii tena simu, amesema mtu ambaye aongei sitaki tena, mimi simpigii tena simu. Kakaka anasema simpigii tena simu. Mtu ambaye aongei? Mtu ambaye aongei. Siongei. Sasa kakaka anasemaje? Mamake akamwambia, utampa nini wifi yako? Mbona umeongea? Utampa nini? Yaani wao walishamkatia tamaa. Wao walimkatia tamaa baba hata akaongee tena. Mpaka wanataka kuja kutunyang'anya. Nikamwambia hata kama mamangu ameparalyze, mimi nitakaa kama mama. Mimi nitambeba. Nikamleta kwangu. Niko naye sasa hivi kwangu. Ukaenda ukamchukua ukamleta kwako. Nikaenda
nikamchukua nikamleta kwangu. Na ndio siku ukamleta kanisani. Ndio yule pale sasa hivi ulikuwa unaongea naye hapa. Ndio sasa ulikuwa unaongea naye? Unaongea naye sasa ile hapa. Yule pale ana. Yuko wapi? Njoo hivi. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri naenda Kanaani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena. Ndio huyu alikuwa aongei. Jumapili nikaja sasa, nimeona tu ameongea kidogo, nikasema ngoja nikamshukuru Mungu, maana Mungu hajanizalilisha nilivyoenda kumleta. Nikaja tu kaniambia atapona kabisa. Nikakwambia atapona kabisa. Ndio nimekwambia atapona kabisa. Nikasema mkifika tu mwekee mkono mwambie umepona. Na mimi nilipofika nikamwambia mtumishi wa Mungu amesema umepona. Umepona. Na akaanza kuongea. Wangapi wana imani mahali hapa jamani? Amen. Wangapi wana imani mahali hapa jamani? Amen. Mwambie mwenzako ukifika tutii maagizo. Ukifika ukamwambiaje? Umepona kabisa. Alafu tuliambiwa tumrudishe aje kusafishwa kidonda. Hajasafishwa tena, kidonda imekauka. Imekauka. Mama, unaendeleaje? Vizuri. Ndio. Kabisa. Ndio. Kidonda juzi alikuwa kimsemesha aongee. Alikuwa juzi anasemaje? Alikuwa akimsemesha fulani. Toto iko wapi? Hivi ilikuwa juma ngapi hiyo siku mwanangu? Ilikuwa Ijumaa ilipokuja. Yaani nimeomba, alafu bado watu wanasiji kwa watu wanasema. Nikashangaa amekuja, baba. Nikasema muamini mwanangu kwamba mama iliomba imefanya. Mama gusa tu. Ngambia leta basi. Sasa nilipomleta shetani akainuka, sasa akainua vita kule kwetu. Kaka kwangu ananiambia, "Peana bana, aende kwao bana." Nikamwambia, "Yaani ukija kwangu na kukamata getini na polisi. Naenda kukufungia lakini huyu aondoke." Ukamwambia nitakufungia boma. Nakwambia Mungu akupe mtoto kama huyu. Amen. Mungu akupe dada kama huyu. Amina. Mungu akujanulia binti moja ambaye wakati kaka yake ni mlevi aeleweki, atabeba familia ya mama yake. Yaani kuna wamama wakubwa na akili zao hawana akili alionao dada. Leo mke wa kakaka asingekuwepo, boma la kakaka lingevunjika. Kakaka amekimbia, amemtelekeza. Anasema kama ongei, toka. Alafu anasema peana aende, ameshakuwa mzigo. Lakini kwa huyu dada akasema hapana, kizazi cha mamangu kidumu. Nilipomwambia tu hivyo, alivyosikia mke wake amepona, sasa hivi anamtumia chakula, yuko anampenda yeye ndiye anampa chakula, anaongea naye sasa hivi vizuri. Wanaongea sasa hivi vizuri sana. Lakini amesema baba, sitamchukua kabla sijaenda kwa mchungaji, mpaka nije madhabahuni nimpe Mungu sadaka ndio aende sasa kule nyumbani. Baba anakushukuru sana, amesema utukufu kwa Yesu Bwana. Na mamangu hebu tumpe Yesu makofi ya nguvu. Hebu tumpe Yesu makofi ya nguvu. Amina. Mwanangu, Mungu atakuinua na anazidi kupendeza Eliza. Amina baba, ni Mungu. Jamani, Eliza sio yule Eliza naye mfahamu jamani. Nini unamfuata Eliza? Mpaka mafuta inaelekea kumkubali. Yaani baba nashukuru, maana kipindi cha nyuma baba, mtoto akiumwa wewe ndio unanipa hela, sitakaa nisahau. Nikupa hela. Sio mara ya kwanza na sio mara ya pili sana baba. Oi, hata sikumbuki. Unakumbuka nilipotoka? Yaani sasa hivi namshukuru Mungu sana, ananing'arisha sana. Anakung'arisha? Yaani na bado hujang'ara. Na bado utang'ara. Ninakutamkia ng'ara, 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 ng'ara. Angalia mtu ng'ara, ng'ara, ng'ara. Pendeza, ng'ara, ng'ara, ng'ara. Pokea upako wa kung'ara. Pokea upako wa kuponywa. Pokea upako wa kukubalika. Angalia mtu amekaa, pokea upako. Hebu mwambie ulioko naye, hivi Mungu akikupa
binti kama huyu. Ni mwanaume dume. Ni zaidi ya dume. Ndio binti alikuja akasema, alishuhudia, alikuwa anapita kwenye vita, akasema hamwambii mama yake. Sisi ilikuwa ni ushuhuda gani alitoa? Akasema simwambii mamangu maana nitampa mamangu pressure na stress. Yeye anapata kipigo kwa mume, anasema sitamueleza mama nisimwamshie pressure. Wewe nilipitia sana mpaka mashemeji wananichukia mpaka na sasa hivi. Wao sio Mungu. Nikasemaga Mungu kama ni wewe ndio umenileta kwenye hii boma, simama. Hata kama namaliza viatu. Wengine wananiambia unasema tu alfa na omega. Alfa na omega. Alfa na omega ndio nini? Lakini sasa hivi wamebaki macho. Wamebaki kodo. Tunaruka kama tai, tunapaa kama tai, tunastawi kama tai. Walichosema imebaki ni historia. Waya, sema tunaruka kama tai. Katikati ya maneno tunapita. Kuna ile wimbo kwaya wanaimbaga, wamebaki kodo. Sijui naimbaje? Wamebaki kodo. Dada amesema wamebaki kodo. Adui zako watabaki. Waliosema ujeki watabaki. Waliosema uolewe watabaki. Waliosema utakuwa mtu wa baraka watabaki. Waliosema utapata kazi watabaki. Waliosema utamaliza hiyo nyumba watabaki. Waliosema utasomesha watabaki. Waliosema familia yako ni ya chini watabaki. Kama naongea na watu watatu wanaopokea noite na noite na noite. Mama kisee. Sasa hivi namshukuru Mungu kweli, kila mwisho wa mwezi mamangu anakula vizuri, mama mkuu wangu anakula vizuri, tunakula vizuri, tunaishi vizuri. Lakini ulikotoka nilikuwa nakumbuka. Nilikotoka. Ni historia. Nakumbuka mlivyokuja kwangu. Nilichangishwa mpaka na viongozi wako. Mungu awabariki sana. Sitaka nisahau. Nikitaka kwenda kumuona mama sina hata 100. Naenda kwa mtu niombe nguo nifue nipewe bukujero 500 ili nipate. Mtoto akiumwa sina hata 100. Nilipojifungua mtoto wa kwanza napigwa nateseka. Mpaka nipitie kwa mama Amani. Sitaka nisahau mama Amani, Mungu ambariki. Ananiwekea chakula kwenye kikombe ili niende kazini. Mungu ambariki sana mtu. Mungu ambariki yule mama. Kabisa na jamani mpe Yesu makofi. Nani ametenda haya? Mama, dada unaitwa nani? Naseriani. Sasa hivi unaongea? Ndio. Umepona? Ndio. Eti juzi ulikuwa unashindwa kuongea kwa nini? Nini kilikuwa kinakaa? Sijui acha. Ulikuwa unasemaje? Kuku. Nasema cha. Ulikuwa unasema cha. Ndio. Na operation ilikuwa inakataa kufunga. Inakataa kukauka. Ilikuwa inatoa tu usaha. Ndio. Baada ya kukutamkia juzi imekauka. Imekauka sana, sasa hivi nimepona. Sasa hivi umepona? Ndio. Unaendelea vizuri? Ndio. Amen. Nani amefanya haya? Mwanangu nakupendaga sana. Mamangu amekwambia Mungu akubariki. Mama mzazi. Ananiambia tu mwanangu nawashukuru sana, mwambie mtumishi wako asante sana. Jamani napokea baraka kutoka kwa mama. Hata kama siwezi kutembea lakini ukinipigia maana ananiambia tu ukienda kanisani naweka dakika. Ukienda tu kanisani ukitoka nipigie simu niambie pokea upako. Napokea hata kama sitembei, nguvu inanilinda. Nyosha mikono huko. Utukufu na heshima zirudi kwako mwana wa Mungu. Asante kwa ajili ya Eliza uliyemfanya kama Esther wa familia. Kimwili wengi walimdharau, wakamcheka, wakamshusha. Baba, leo anakiri hata kuna wakati nilimshika mkono sikumbuki. Lakini bado anakumbuka kuonyesha sadaka inanena. Baba, asante kwa kumfungulia milango, ukampa nguvu ya kupambana katika boma aliyopo. Hujamwacha. Wengine walimkejeli kwa ajili ya wokovu na madhabahu. Aliwajibu akasema hata soli ikitomboka nitakwenda tu. Lakini Mungu hujamwaibisha, umeonekana. Hata kwa wifi wake bado alikuhitaji.
hii ndoa ilikuwa ivunjike na boma la kakake lisingekuwepo leo, alimkumbatia wifi wake. Hata kwa walipomtaka udada wamchukue, alimkumbatia bado. Yeye hakumuona imenuka, aliona bado anafaa. Pokea utukufu na heshima Mungu. Natamka uliyefanya ni wewe, na sasa natamka kuongeza nguvu ya uponyaji kwa viwango. Bwana akuponye, Bwana akuinue. Mungu akuunganisha na mume wako, na mume wako akupende, mkarudiane mkajenge maisha tangu sasa.